Baada ya dakika 90 za maumivu baada ya sare isiyotarajiwa dhidi ya Mtibwa Sugar, maswali yameanza kuibuka, pressure imeongezeka na ndani ya Simba Sport Club uamuzi ni mzito umefanyika, ambapo viongozi hawajafurahishwa na performance ya wachezaji wa kikosi cha Simba, lakini pia mashabiki wakigawanyika na kuanza kuwatupia lawama wachezaji wa kikosi cha Simba kwamba wanaihujumu timu hiyo ya kikosi cha Simba. Bana, uongozi wa Simba mpaka sasa pia umeamua kuwaondosha baadhi ya wachezaji kunako kikosi hicho cha Simba kwa ajili pia ya kwenda kutumikia vilabu vingine, na mpaka sasa Simba imepiga bei baadhi ya wachezaji na kuingiza mpunga kiasi kadhaa kwa wachezaji hao. Miongoni mwa wachezaji ambao Simba imepiga pesa ndefu kupitia dirisha dogo hili la usajili mpaka hivi sasa wapo takribani wachezaji watatu ambao imewauza kupitia dirisha hili dogo la usajili. Wa kwanza ni Jean Charles Ahoua, mchezaji ambaye alijiunga na Simba tangu mwaka 2024 akitokea Stella de Abidjan ya pale nchini Ivory Coast, na Simba ikimpa mkataba wa miaka 2. Baada ya hapo pia Simba ikaendeleza kumuongezea mkataba wake, na kwa sasa Simba imempiga bei kuelekea pale kunako klabu ya CR Belouizdad ya pale nchini Algeria. Inadaiwa pia ni miongoni mwa dili kubwa, takriban kitita cha zaidi ya bilioni 1.5 ambayo CR Belouizdad wameitoa kwa ajili ya kuinasa saini ya mchezaji huyo. Jean Charles Ahoua ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na windwa pia kwa ukaribu na RS Berkane kutokea pale nchini Morocco, pamoja na kikosi cha Raja Casablanca chini ya mwalimu Fadul Davis. Waliwinda sana saini ya mchezaji huyo, lakini Simba ilifikia makubaliano ya moja kwa moja na kikosi cha CR Belouizdad na kufanikiwa pia kuinasa saini ya mchezaji huyo. Anakwenda pia kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho cha CR Belouizdad, kwani pia kunako kikosi cha Simba amekuwa hana wakati mzuri ndani ya msimu huu wa mwaka 2025 2026 hajapata nafasi. Jean Charles Ahoua pia amekuwa ni MVP wa ligi kuu Tanzania kunako msimu wa mwaka 2024 2025, akitoka pia kuwa MVP kule nchini Ivory Coast akiwa na kikosi cha Stella Club Abidjan mwaka 2023 2024. Yupo pia Steven Dese Mkwala ambaye alijiunga na Simba msimu wa mwaka 2024 2025 akitokea kunako klabu ya Sante Kotoko ya pale nchini Ghana, na ni raia wa pale nchini Uganda, na alikuwa bado akiwa na mkataba mpaka mwaka 2027 na kikosi cha Simba, lakini kikosi cha Simba kimeamua kumuuza nyota huyo kunako kikosi cha Al Nassr ya pale nchini Libya, na inadaiwa pia ni takriban dili ambalo limebeba zaidi ya milioni 600 hivi kumtoa Steven Dese Mkwala. Miongoni mwa nyota ambao msimu jana pia vilabu mbalimbali vilipigana vikumbo kumhitaji nyota huyo, ikiwemo pia CR Belouizdad pamoja na kikosi cha Wydad Casablanca ambao walimhitaji nyota huyu kwa dau nono. Simba wakakataa bwana kumuuza Dese Mkwala, na msimu huu bwana benchi jipya la ufundi chini ya mwalimu Steve Baker wameonyesha nia ya kuto kumhitaji klabuni hapo, na Simba wameamua pia kumuuza kuelekea kunako klabu ya Al Nassr ya pale nchini Libya. Steven Dese Mkwala miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji la kikosi cha Simba, akifanikiwa pia kuwavusha kwenye michuano ya kombe la shirikisho msimu jana kuelekea kwenye hatua ya robo finali pamoja na nusu finali, pia akifungia magoli kadhaa kikosi cha Simba kunako michezo hiyo ya kombe la shirikisho. Mchezaji mwingine ni Joshua Mutale ambaye alijiunga na Simba rasmi mwanzoni mwa msimu 2024-2025 akitokea kunako kikosi cha Power Dynamo FC pale nchini Zambia, na alikuwa bado na mkataba na Simba mpaka mwaka 2027, na inaarifiwa kwamba kikosi cha Simba kimemtoa kwa mkopo kuelekea kunako klabu ya Polisi ya pale nchini Kenya kwenda kutumika pale nchini Kenya. Budo Mutale miongoni mwa wachezaji ambao pia walikuwa na mchango mkubwa na kikosi cha Simba, hasa kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Amekuwa pia hana wakati mzuri na kikosi cha Simba kunako msimu 2025 2026, na miongoni
na imekuwa sio chaguo pia la mwalimu Steve Barker kubakia hapo kunako kikosi cha Simba, na Simba mpaka sasa inaarifiwa pia tayari dili lake na muda wote atatambulishwa pia kunako kikosi cha polisi ya pale nchini Kenya. Budo Mtale miongoni mwa wachezaji ambao pia wameisaidia Simba kupitia michezo ya kimataifa, kombe la shirikisho, Simba ikifika pia hatua ya finali msimu jana dhidi ya RS Berkane, na Simba ikipoteza pia mchezo huo. Mchezaji mwingine ni kiungo mshambuliaji raia wa Afrika Kusini Neo Maema ambaye alijiunga na Simba mnamo Agosti 2025 kwa ajili ya kutekeleza majukumu kunako msimu 2025-2026. Mpaka sasa Simba mazungumzo yanaendelea kwa ajili ya kuachana na nyota huyo ambaye itakuwa pia ni sajili ambaye haijadumu muda mrefu, ikiwa kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Takriban miezi minne tu imemchukua Neo Maema na kikosi cha Simba, na inaarifiwa Simba wapo tayari pia kuvunja mkataba wa Neo Maema kuendelea kikosini hapo. Neo Maema miongoni mwa wachezaji ambao walitokea kunako kikosi cha Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika Kusini, na aliletwa kwa mbwembwe nyingi kweli. Amekuwa pia hana mchango mkubwa sana na kikosi hicho cha Simba mpaka sasa, akiwa bado hajaprove, na imekuwa pia na makelele mengi kwa mashabiki wa Simba ambao hawaoni mchango wa Neo Maema kikosini hapo, na Simba mpaka sasa inaendelea pia na mazungumzo makubwa na Neo Maema kwa ajili ya kuvunja mkataba wake na kikosi hicho cha Simba. Bana, mchezaji mwingine ni mshambuliaji raia wa Tanzania Suleiman Mwalimu ambaye alijiunga kwa mkopo msimu 2025-26 akitokea kunako kikosi cha Wydad Casablanca pale nchini Morocco, na alifia kwamba tayari Simba wameutaarifu uongozi wa Wydad Casablanca kuwa hawana nia kuendelea na mchezaji huyo kikosini hapo, na huenda pia kikosi cha Simba kikamrejesha Wydad mchezaji huyo Suleiman Mwalimu ambaye anaendelea pia kuindwa na vilabu kadhaa ikiwemo pia kikosi cha CR Belouizdad ambacho inaarifiwa pia kimetuma ofa kunako kikosi cha Wydad Casablanca kwa ajili ya kuinasa saini ya mchezaji huyo. Suleiman Mwalimu miongoni mwa wachezaji ambao pia wamekuwa na mchango mkubwa kunako kikosi cha Simba, kunako safu ya ushambuliaji kupitia miezi kadhaa ambao amehudumu kunako kikosi hicho. Ameweza kuonyesha kipaji kikubwa, lakini si chaguo pia la mwalimu Steve Barker ambaye ameonyesha nia pia kutokumhitaji kikosini hapo Suleiman Mwalimu. Bana, ni hayo tu kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao pia ameendelea